E, amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo, waalimu mbalimbali tunaendelea na hatua nzima ya uelimishaji. Leo tuingie kwenye darasa fupi linalohusu viumbe kama watu. Unasikia mtu kazaa, pengine mtoto mwenye pembe, unakuta mtu tumboni kwake kumetoka mjusi mkubwa, na mambo mbalimbali kama hayo. Kifupi, mtu kuzaa anajikuta alikuwa amebeba mimba, lakini anajikuta wakati amekuja kuzaa anajifungua likitu fulani, anajifungua kama kiumbe kingine. Watu wamehitaji pia kujua na hili swala huwa likoje. Hayo mambo huwa yapo kwa sababu huwa yanahusishwa na mazingira ya kichawi, kwa maana ya mazingara. Kwenye njia ya mazingara, watu kuchukua kiumbe kingine kuja kuweka kwenye mfuko wa uzazi wa mtu ni kitu kinawezekana. Kwenye njia ya mazingara ni jambo linawezekana kabisa, hilo lipo. Ukishazidiwa elimu kimazingara, unaweza ukafanyiwa operation ya namna mbalimbali bila we kujijua kama umefanyiwa operation hiyo, na kisha waliofanya operation hiyo wakaweka kile ambacho wanataka kukiweka ndani ya tumbo lako, kikakaa humo mpaka pale pengine unafikia kujifungua, ima pengine unakuja kupasuliwa tumbo hilo, unakutwa kuliko kutoka mtoto wa kiutu, unaona anatoka kiumbe mwingine ambaye kiuhalisia hata kujamiana naye, mtu kujamiana na mjusi na kuwa ngumu. Lakini yote hayo nimekwisha yashuhudia kwa macho ya mtu anakwenda kuchukua hatua ya kujifungua, inatoka nyoka tumboni. Kitendo kile huwa kinafanywa tu na viumbe wa mazingara, ambao huwa wanachukua hicho kiumbe wanakwenda kukiweka ndani ya mfuko wa uzazi humo, na kinaendelea kukaa. Ulaji wake kinaendelea kulishwa kwa njia hizo hizo za mazingara, kwa maana unakuwa umebeba kama hatua mbili tofauti. Hatua ya kwanza unakuwa umebeba kiumbe chenyewe, hatua ya pili unakuwa umebeba lisho ya kukilisha hicho kitakachoendelea kuishi ndani yako.
Unakuta mtu anaishi na kiumbe mpaka kinakuwa ndani ya tumbo lake, anabaki anajiuliza kilikuwaga kinakula nini humu ndani, namna gani ilikuwa katika kuhudumia watu. Duniani humu tunashuhudia vitu vingi ambavyo vingine havina tija ya kuvisema. Ndio maana mkikutana tu na masomo, basi mnakuwa mnajua wazi kwamba mambo hayo yapo na yalishatokea kwa wengi. Kwa hiyo ukikuta mtu kazaa kiumbe tofauti na mtu, mjusi, kenge katoka tumboni, hakuna hatua nyingine yoyote nje na mazingara. Ukijiuliza yule kenge mle ndani alikuwa anakuwa namna gani, wanaoyafanyaga mambo haya uwaga tayari wana elimu ya kumjua kiumbe wa aina fulani matumizi yake ni nini, na akikaa sehemu fulani ataishi kwa kutumia nini, na kwa kuishi ataishi muda gani. Swala zima la utafiti lilianzia kwenye uchawi. Swala zima hili unaloliona dunia ya sasa la utafiti, ili swala lilianziaga kwenye mambo ya kichawi. Ngoja tujaribu hivi tuone kama itakuwa hivi, ngoja tutesti hivi tuone kama itakuwa hivi. Dunia nzima watafiti wapo, kwa maana dunia nzima wachawi waliokuwa wanakengeuka maumbo husika kutaka kufoji vitu vingine, dunia nzima watu wa namna hiyo walikuwepo. Wala hayo mambo sio kwamba yaliletwa na viumbe vya ulimwenguni, hapana. Hayo mambo ni mambo yalikuwako hata duniani, watu walikuwa nayo, wale ambao walikuwa na visababu vya kujitengenezea kiupinzani wa kuishi. Kwa hiyo wapinzani wa kuishi walikuwepo tangu zamani, na walihitaji kujitengenezea maisha mengine tofauti na uhalisia ulivyo. Hapa ndo maisha ya kichawi yakaanza kuundwa. Kwa hiyo ukisikia kwamba kuna maisha ya kichawi, mbona yako tofauti na maisha ya kawaida? Hivi vitu hata kwetu sisi watu tulikuwa navyo tu. Kwa hiyo yako mambo yalifanywa na viumbe wa ulimwenguni, na yako mambo yanafanywa na watu hapa hapa duniani tu. Kwa namna gani? Kwa yale mazingara waliorisi na kuendelea kuwafanyia wengine. Kwa hiyo ukiona mtoto amezaliwa kama na pembe hivi na vitu fulani, mtoto anazaliwa labda na mkia fulani, mtoto anaweza akawa ni wa kiutu huyo huyo, lakini hizo sababu zikawa sababu ambazo zinakuja kuoteshwa kwake, kama mtu kuwa na sababu mbadala. Kwa hiyo mtu kuwa na sababu mbadala, unamwona na sababu ambayo iko nje na utu. Hivyo ni vitu sasa mtu anaweza akakusudiwa kuwa hivyo. Ukimkusudia mtu alafu ukatengeneza sababu za makusudi hayo, yale makusudi wakati mwingine yanakuja yanamtokea mtu. Ndo ukasikia kuna hawa wanasema kwamba neno linaumba, lakini kwenye uhalisia ni kwamba neno haliumbi, ila neno lina uwezekano wa kuleta matukio ima kuongeza matukio. Ni kama vile wale unaokuta wamekaa wananuia,
Mtu anakaa namnuia mwenzake vibaya, afike hivyo, afe kwa ajali, afe mambo haya, yafanye vitu vile, aharibikiwe, mimba yake tumboni igeuke, mtoto wake atoke na matege. Unasikia makusudio? Ni mtu mwenye mabaya, ima mtu mwenye chuki na mwenzake, anaamua kumsemea maneno mabaya, alafu anayakabidhi pia na kwenye roho fulani, ima vimvuli fulani. Vile vimvuli vinaenda kutekeleza, vile vimvuli vile vinaenda kutekeleza haya anayoyasema huyu, yanaenda kutokea kwa kile ambacho kinatokea kule tumboni. Endapo huyu aliobeba kile cha tumboni hakuwa na kinga yoyote ya kukilinda kile cha tumboni. Kwa hiyo mtoto anaweza kuzurika akiwa tumboni, wanaomzuru wako nje. Mtoto akatengenezwa akatoka kuwa na sababu mbaya kule tumboni, wanayemsababishia wako nje. Yote haya ni ya kuchukua muda kujua. Kwa hiyo ukiona umezaa mtoto ana pembe limetokea sehemu fulani liko hivi, ule ni ulemavu tu, kanuizwa na viumbe wengine ambao ni watu, wanamtakia yeye azae mtoto mwenye hitilafu. Kwa hiyo pembe linaweza likatoka kwako wewe mtu, kama endapo umenuizwa kuwa na hitilafu hiyo. Kwa hiyo zinaenda kuchukuliwa hitilafu za wanyama na vimvuli vya wanyama, unatupiwa wewe, vinaenda kuijenga ile sababu ndani ya tumbo lako. Kwa kuwa mmeshasoma masomo ya vimvuli na mengine yote ya tayari mnajua. Kwa hiyo yale makusudio yale huwa yanaenda kusababisha yale unayosema wewe, yale huwa yanaenda kusababisha. Unashangaa mtu hanaga pembe, lakini unaona mtu amezaliwa ana kipembe fulani kimetokeza mahala, mpaka wengine wanasema labda tukamkate, tufanye hiyo tufanye hiyo. Kwenye uhalisia inakuwa sio uhalisia. Najua hapo tunaelewa vizuri. Kwenye uhalisia huo unakuwa sio uhalisia, ila ni viumbe ambao wamemtakia huyo mtoto mabaya, ima wamemtakia hayo mabadiliko, wamepitia kwenye njia ya mazingara, kutumia roho sukumizi na vimvuli terekezi viende vikafanye kitendo hicho. Hata wewe unavorogwa majipu, ukaona jipu linatokea, wewe ukulitaka jipu. Najua hapa unanielewa vizuri, ambaye unaelekezwa. Kwa hiyo mtu anaweza akaoteshwa mkia mtu, lakini ule mkia sio halisi kwa mtu. Ule mkia ni makusudio ambao huyo mtu kakusudiwa awe na hicho kitu. Sasa kinakuwaje? Kuna wanyama walishawahi kuasi hapa na wakashirikiana na watu katika uasi wao. Wale wanyama ukienda ukachukua vile vimvuli vyao vikaja kutenda hatua inayofanana na wale wanyama, unaona hicho kitu kinakuja kutokea cha mfano wa wale wanyama. Unaona mtoto fulani kazaliwa pale na kucha kama za kitu fulani. Nasema mimi nimezaa mtoto wa aina gani? Lakini kumbe usiumie kichwa. Usijiumize kichwa eti kwamba nimezaa mtoto wa namna gani. Umia kichwa kujua kwamba duniani kuna watu wanajua mazingara, duniani kuna watu wanaishi maisha ya kawaida, duniani kuna watu wanaishi maisha ya kimungu. Kwa hiyo ya kimungu ndio yanajua haya ya kawaida na yanajua haya mazingara yote ni kitu gani kilifanywa. Sababu ya kimungu yana makubwa kabla hawa watu wa mazingara hawajafanyaga mambo yao. Ya kimungu tayari taarifa zao zilikuwepo, na wakati wanakuja kufanya kwa kufoji maisha hivyo, taarifa zote kimungu zinakuwepo.
Kwa hiyo wewe ukikaa kwenye ucha Mungu unaona hizi habari zao zote unazijua walivyozifanya. Ukiwa kwenye maisha ya kawaida we ni ngumu kujua wanafanyaga vipi. So maisha ya kawaida tayari ni maisha ya kukaa tayari kwa kupotoshwa. Najua kupitia hili walimu mbalimbali hapo tunaelewa. Kwa hiyo ukimwona mtoto amezaliwa na pembe, kazaliwa na tumabawa fulani, tumetokea sehemu fulani, sio uhalisia wa mtu, ila mtoto anaweza akakusudiwa akatokana na mazingara fulani ambayo viumbe fulani wamemkusudia huyo mtoto. Hii ni sababu nyingine ambayo mnatakiwa muielewe, na ndio maana nimechukua mifano michache ya kawaida nimetoa. Mifano ya kawaida kabisa nimetoa. Kuna mtu unakusudiwa hapa, iwe maombi, vitu fulani, watu wanakukusudia kwenye kitu fulani, mtu fulani awe hivi awe hivi awe hivi, atoke majipu mwili mzima, atoke madonda mwili mzima. Ni nini kinakuja kukutoa madonda wakati wale watu hawajaja kukugusa? Sijui naeleweka. Ni kipi kinakuja wewe kukufanya sasa utoke huo upere, utoke hayo madonda yasiyopona, unapata shida kubwa ya kukusudiwa? Ni maneno yana uwezekano wa kutekeleza na kuleta matukio. Hayaumbi maneno, ila maneno yana uwezekano wa kufanya matukio mbadala yakatokea. Ndio maana mtu unaweza ukasababishiwa upere hata kama ukuwa nao, na ni mtu mwingine tu anakuwa amekuombea ule upere upate. Sasa kwa sababu we huna kinga ya maneno, hujui utayaziwiaje haya maneno. Haya maneno yanakuja yanakudhuru. Najua hapo tunaelewa hapo. Maneno haya yanakuja yanakudhuru, yanakutia shida. Kwa hiyo hata leo ukiona wewe umezaa mtoto, umezaa mjusi, umezaa kitu gani, wewe unajua ni mazingara waga yamehusika. Hakunaga eti mjusi ndio alikujaga kukupa mimba hiyo, hapana. Eti huyu kenge ndio alikujaga kujamiana na huyo bi mkubwa hapo akazaaga huyo mtoto kenge, hapana. Ila ndani ya mazingara kuna uwezekano wa mtu kupelekwa kabisa hospitali ukatoa kenge, ima ikatoka kuku tumboni kwako. So kuku inakuja kuwekwa tu bila wewe kuwa na hiyo elimu. Mpaka uelimishwe hivi ndio unatokea kuelewa kwamba kumbe unaweza ukawekewa kiumbe kingine kikakaa kwako wewe bila wewe mwenyewe kuwa na taarifa. Yote uelewe sasa. Kwa hiyo tukiwa tunajiuliza vitu tu tunajua wazi kwamba maisha ya kawaida ni ya kawaida yapo. Maisha ya kimungu ni ya kupevuka zaidi, na maisha ya mazingara ni maisha ya kufoji, maisha ya kubuni vitu ambavyo Mungu hakufanya vile. Sasa mnakuwa mnajikusudia nyie kuvifanya kwa kwenda kinyume. Humu ndo mazingara yakatokeaga, na humu ndani ya mazingara ndo machawi yakazalika, vitu mbalimbali vikatokea, maurozi yakawa mengi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukijiuliza, mbona huyu mama kazaa mtoto mwenye pembe, kazaa mtoto mwenye mabawa, azae mwenye mkia, azae mwenye chochote, jua ni mazingara huwa yamehusika. Na jambo la pili huwa ni makusudio. Mtoto, mimba yako wewe inaweza ikakusudiwa na mtu fulani, ule mtoto wake anayetaka kujidaia kumzaa ule mtoto awe hivi na hivi. Unazaa mtoto mwenye matege, unakuja kuzaa mtoto ambaye amekuwa na vidole vingi, unakuja kuzaa mtoto amekuwa hivi, yani anakuharibia kifupi. Sasa kwa sababu wewe huna kingo ya hayo maneno, yale maneno ya mbaya wako yanakuja kumdhuru ule mtoto tumboni.
anaharibu misheni yako ya kumpata mtoto labda mzuri ama mrembo uliomtaka. Najua yote hapo tumeelewa kwa pamoja. Kwa hiyo maneno kama maneno, mtu anaweza kakaa yale maneno pale yakakusababishia kitu na kikakutokea. Kile sio kwamba kimeumbwa, hilo ni tukio, ni mambo yapo, isipokuwa tu yamesababishwa kwako. Sio kwamba ni mambo mapya haya. Niwashukuru ndugu wana hoja. Utata huo pia wa vitu kuzaliwa vya namna hiyo, majibu yake yako hivyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.